Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaingia katika kipindi kingine cha hatari. Vita havipo tena tu mstari wa mbele. Sasa vinaonekana katika diplomasia ya kimataifa, teknolojia ya kisasa ya kivita na katika mikakati mipya ya waasi. Katika wiki za karibuni, matukio matano makubwa yamebadilisha mwelekeo wa mgogoro huu. Marekani kuweka vikwazo kwa maofisa wa Rwanda, mkataba mkubwa wa afya wa dola bilioni 1.2 kati ya DRC na USA, shambulio la drone katika uwanja wa ndege wa Kisangani, Umoja wa Mataifa kutuma ujumbe maalum Uvira, na kuonekana kwa Sultani Makenga akiongoza wanajeshi wapya wa M23. Je, haya yote yanaashiria nini? Je, ni kuelekea amani au vita vipya vikubwa zaidi? Makenga aonekana tena. Baada ya miezi ya tetesi kuhusu hali yake, kiongozi wa kijeshi wa M23, Sultani Makenga, ameonekana hadharani akitoa maelekezo kwa wanajeshi wapya waliomaliza mafunzo katika eneo la Rumangabo, North Kivu. Katika hafla hiyo, zaidi ya wanajeshi 1500 waliripotiwa kuhitimu mafunzo maalum ya kijeshi. Hotuba yake ilisisitiza nidhamu, utii na kile alichokiita kulinda wananchi dhidi ya uongozi dhaifu wa Kinshasa. Uchambuzi. Kuonekana kwake ni ujumbe wa kisiasa na kijeshi. Inaonyesha kuwa M23 bado ina muundo thabiti wa uongozi. Inaashiria kuimarika kwa uwezo wao wa kijeshi. Ni ishara kwa serikali ya DRC kuwa vita bado havijaisha. Hii inakuja wakati jumuiya ya kimataifa inazidi kuingilia kati. Marekani yaweka vikwazo kwa Rwanda. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya maafisa wa kijeshi wa Rwanda, ikiwatuhumu kwa madai ya kusaidia waasi wa M23. Hatua hizi zinajumuisha kufungia mali nje ya nchi, marufuku ya safari, kuzuiwa kushirikiana kifedha na taasisi za Marekani. Maana yake ni nini? Hii ni hatua kubwa kwa sababu Rwanda imekuwa mshirika wa karibu wa Marekani katika Afrika Mashariki. Vikwazo hivi vinaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia, kuweka shinikizo la mazungumzo ya amani, au hata kuleta mabadiliko ya ushirikiano wa kikanda. DRC na USA wasaini mkataba wa dola za Marekani bilioni 1.2. Wakati huo huo, Washington na Kinshasa wamesaini makubaliano ya dola bilioni 1.2 kwa ajili ya sekta ya afya. Mpango huu unalenga kujenga hospitali mpya, kupambana na magonjwa ya mlipuko, kuimarisha miundombinu ya afya. Lakini wachambuzi wanasema huu sio msaada wa afya tu, ni ujumbe wa kisiasa. Marekani inaonekana kuimarisha uhusiano wake na DRC wakati ikiongeza shinikizo kwa Rwanda. Hii inaweka mgogoro huu katika uwanja wa ushindani wa kimataifa. Shambulio la drone Kisangani. Katika tukio jingine la kushangaza, drone iliripotiwa kushambulia eneo la uwanja wa ndege wa Kisangani. Hakuna taarifa rasmi kamili kuhusu wahusika, lakini tukio hili linaonyesha jambo moja muhimu. Vita vya Kongo vinaingia katika zama za teknolojia.
Drone zina uwezo wa kushambulia kwa umbali, kupunguza hatari kwa mshambuliaji, kuleta hofu kubwa ya kisaikolojia. Swali ni, nani anaendesha vita hivi vya kiteknolojia? Umoja wa Mataifa Uvira. Umoja wa Mataifa umetuma ujumbe maalum Uvira, Kivu Kusini. Lengo: kutathmini hali ya usalama, kukusanya ushahidi wa ukiukwaji wa haki za binadamu, kuandaa mpango wa kusitisha mapigano. Uvira ni eneo lililoathiriwa sana na mapigano, na ripoti za makaburi ya pamoja zimeongeza wasiwasi wa kimataifa. Hatua ya UN inaonyesha kuwa mgogoro huu sasa uko chini ya uangalizi mkali wa dunia. Je, tunaenda wapi? Mashariki mwa DRC sasa ni uwanja wa mapambano ya kijeshi, M23 dhidi ya FARDC, vita vya teknolojia, drone, shinikizo la kidiplomasia, USA dhidi ya Rwanda, na juhudi za amani, UN. Kuonekana kwa Makenga kunaonyesha kuwa M23 bado ina nguvu. Vikwazo vya Marekani vinaonyesha kuwa jumuiya ya kimataifa haiko tayari kubaki kimya. Mkataba wa afya unaonyesha kuwa siasa na maendeleo vinatembea pamoja. Swali kuu linabaki: je, haya ni maandalizi ya amani ya kudumu au ni dalili za mgogoro mkubwa zaidi unaokuja? Ikiwa unataka uchambuzi zaidi wa kina kuhusu mgogoro wa DRC na siasa za kimataifa, subscribe kwenye channel hii. Hapa tunakuletea habari za kina, zenye uchambuzi na zilizo na muktadha mpana wa kimataifa. Na mimi ni Msafiri ku City Cobra TV.